Kama nchi hii watu ni kufanya vurugu, wangefanya wakati wa Nyerere. Kama nchi hii watu ni kufanya vurugu, wangefanya wakati wa Nyerere. Mimi nimeona tawala zote hizo kwa umri wangu. Pamoja Nyerere nilikuta mwisho sana, lakini nilikuwa na akili naona, kwa sababu kinaambia matukio ambayo niliyaona kwa macho yangu wakati wa Julius Kambarage Nyerere, na kuhadithia na nimeyaona. Sisi kipindi hicho, nyinyi watoto wa 2000 labda mtojua, ndio maana mwadaiwa sana, ndio maana mnapodanganywa mwadanganyika sana, kwa sababu mmeona tawala labda ya Kikwete na kuja huku mbele. Lakini sisi tuliona zote, twajua kuna nini kwenye nchi hii. Wakati Julius Kambarage Nyerere yuko kwenye utawala wa karibia miaka 24, ametawala nchi hii karibia miaka 24, hali ya kiuchumi Tanzania ilikuwa mbaya, haijawahi kutokea na sidhani kama itatokea. Ndio kipindi ambacho naweza kusema ndio kipindi kibaya kuliko awamu zote, naweza kusema hivyo kwa sababu niliishi. Kwa nini nisiseme ndio awamu ilikuwa mbaya? Wakati ilikuwa kilo moja ya unga wapangajiwe leo Ijumaa, unga utakuja Jumatano, kilo moja ya unga kwenye duka la ushirika. Nyinyi vijana wa 2000 mshawahi kuyaona hayo kwenye nchi? Sabuni za kuogea na kufulia hakuna. Sisi kule kwetu tulikuwa na mti unaitwa mwarita, ndio ambao tulikuwa twafulia mashati yetu ya shule na kaptula zetu. Ili shati lako lifuliwe na kaptula yako ifuliwe, uende porini ukatafute arita, yale maganda yake ndio ufanye atoe povu, ndio ufue. Tushawahi kufikia kwenye nchi hii wakati huu, nyinyi vijana wa 2000? Dawa ya mswaki hakuna, na ukishikwa nayo wewe ni mhujumu uchumi. Dawa za mswaki. Sisi tumeenda shule peku bila malapa, na shule ziko mbali na waenda na jua kali. Ikaja wazo la watu kuvaa makatapila yale. Haya magurudumu ya gari haya ndio ikawa ni matairi yanachongwa yanakuwa malapa, ndio tunaovaa twende ya shule. Na mtu pia kule shule wayashika ili usiibiwe, maana ukibiwa upati. Tuliishi hivyo. Niambie ni awamu gani? Ya Ali Hassan Mwinyi haikuwa hivyo, ya Mkapa haikuwa hivyo, ya Kikwete haikuwa hivyo, ya Magufuli haikuwa hivyo, ya Samia haikuwa hivyo. Lakini tuliishi na mshikamano wetu na amani yetu, kwa sababu tulijua hiki ni kipindi kitapita. Huenda Allah akatuletea mtawala mwingine ambaye atakuwa na maono mazuri ya kujaokoa watu kwenye lindi la umaskini hili. Na kweli tulivumilia miaka 24 ya utawala wa Nyerere. Ndio kipindi naweza kusema kwa Tanzania kigumu kuliko chochote, bali mashirika ya kimataifa yote yalifumbia macho Tanzania. Tanzania ilikuwa na Nyerere, Nyerere na Tanzania. Mtakula kile ambacho mnalima, basi hakuna kinachotoka nje. Lakini hatukufanya vurugu hizi leo tunazozifanya kwamba tunataka haki zetu. Ni kweli tuweza kuwa tunataka haki zetu, mbona haki twavunja haki za wengine? Wewe leo wataka haki yako, lakini wenda choma gari ya mtu mwingine. Yule sio haki yake kununua gari. Wewe wadai haki yako, lakini wenda choma sheli ya mtu mwingine. Yeye hana haki ya kumiliki sheli. Haki yako isivunje haki ya mwingine. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في كتابه الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أيها المباركون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاذنا الله من الضلال والنار أيها المسلمون ndugu zangu katika imani baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa fadla za Allah na taufiki zake tunamuomba ajalie kikao chetu hiki kiwe ni kikao kilichorehemewa, kiwe ni kikao chenye baraka tele kwa fadla zake na karama zake. Hutuba yetu ya leo tutazungumzia mambo matatu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Katika hadithi ambayo amepokea Ubaidillah ibn Muhsan al-Ansari, hadithi ambayo ameitoa Imamu Tirmidhi kwa namba 2346 na al-Imamu Ibn Majah kwa nambari 4141, hadithi ambayo ndio itakuwa mzunguko mzima wa hutuba yetu ya leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala na atakapotujalia. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya. Yoyote ambaye ataamka asubuhi akiwa na amani kwenye mji wake, akiwa na afya njema kwenye mwili wake, akiwa na chakula siku yake hile, basi mtu huyo ni sawasawa amekusanyiwa kheri zote za dunia akabandikiwa yeye. Mambo matatu ambayo ni katika qawam hayatil insan. Mambo matatu ndiyo msingi muhimu wa maisha ya mwanadamu yoyote. Yanapopatikana mambo matatu haya kwa mwanadamu yoyote, basi inapatikana maendeleo na mengine yoyote ambayo yanamhitajia mwanadamu yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo haya matatu nayo pia akayapanga kwa daraja ya kila lilokuwa na umuhimu zaidi dhidi ya mwenziwe. Amezungumza cha kwanza ni amani, cha pili ni afya njema, cha tatu ni chakula. Vitu vitatu hivi taratibu yake ilivyokuja kwenye hadithi hii inatufundisha kwamba mwanadamu siku zote ili afike kwenye kilele cha maendeleo anahitaji kupata amani pale alipo, anahitaji kuwa na afya njema pale alipo, anahitaji kuwa na chakula cha kila siku katika maisha yake. Kinapokosekana kimoja katika hivi vitu vitatu, basi maisha ya mwanadamu siku zote yataenda kombo. Ndugu zangu katika imani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mambo mengi kwa nadharia na kwa vitendo. Maneno haya ameyazungumza kwa kinywa chake, lakini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyasimamia kwa vitendo vyake. Tuna ushahidi na mambo mengi ambayo yalipita kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mambo hayo. Lakini la kwanza alilozungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam
ni imani na amani katika sehemu mtu alikuwepo. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye atamka asubuhi akawa na amani pale alipo, akawa na afya njema kwenye kiwiliwili chake, lakini vile vile akawa na chakula siku yake hile, sio cha kuweka mwezi au wiki au mwaka. Awe na uhakika wa kupata chakula siku hile alioamka. Kesho akamka tena akawa na uhakika wa kula siku hile. Kesho kutwa akaamka akawa na uhakika kula siku moja tu. Neema hile Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kupata chakula cha kila siku mtu, ikiunganishwa na neema ya kuwa na afya njema kwenye kiwili chake, maana yake hana maradhi yenye kumsababisha asifanye kazi, hana maradhi yenye kumsababisha asiweze kufanya taharukati zozote, ikaongozwa na amani, akawa na amani kwenye mji wake ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo hatoshindwa na yoyote kwa neema alizopewa na Allah tabaraka wa taala. Ana afya njema, ana amani alipo, ana chakula kila siku akiamka, mtu huyo ana neema kubwa sana. Hata asiwe na utajiri, hata asiwe na mali, hata asiwe na watoto, hata asiwe na nini, madamu hivi vitu vitatu ambavyo ndio msingi mkuu katika maisha ya mwanadamu, basi mtu huyo itakuwa dunia amebebeshwa yeye kheri zake zote. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie na sisi kuwa na mambo matatu haya katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu katika imani, kwa nini tumezungumzia maneno haya katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwanza itambulike kwamba Waislamu mwalimu wao mkuu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi Waislamu tutayasimamia. Aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi pia tutayafanya, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo royo modo wa Waislamu wote duniani, ndiyo kigezo chema cha Waislamu wote. Muislamu kila anataka kulifanya na kulitenda, kwanza aangalie Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya jambo gani na alisimamia jambo gani. Katika hadithi hii tunaona kwamba amani ndio imekuwa kitu cha kwanza. Siku zote kwenye aya au kwenye hadithi, ukiona kitu kimetangulizwa kutajwa, basi kijue kwamba kitu hicho kinachukua nafasi kubwa kuliko vinginevyo. Angalia Allah tabaraka wa taala alivyokataza baadhi ya vitu vya haramu, akasema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu. Amekataza karibia vitu vinne, akasema hakika ya pombe, vile vile kamari, vile vile masanamu na ibada za kishirikina, hivi vyote katika matendo ya kishetani, basi jiepusheni navyo. Cha kwanza alichokitaja kwa umuhimu wake kukatazwa kwake ilikuwa ni pombe, kama alivyosema mwenyewe kwamba al-khamru ummul khaba'ith, pombe ndiyo mama wa madhambi mengine yote, ya makosa mengine yote. Mtu akinywa pombe anaweza kufanya chochote. Kwa hiyo kwa kukatazwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala akaeka mwanzo kabisa kutokana na uzito wake kwenye jamii na kuangamiza watu kwa sababu ya ulevi. Hivyo hivyo kwenye mambo matatu haya ambayo ndiyo msingi wa maisha ya mwanadamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuanza kaanza kutaja amani, kuonyesha kwamba kumbe afya njema pia inategemea zaidi ya amani iliyopo. Kumbe chakula na utafutaji wa riziki kumbe pia unategemea amani iliyopo. Waweza ukawa na afya njema lakini usifikie kwenye malengo yako kwa sababu ya amani haipo sehemu kama hile. Waweza ukawa na chakula ndani, waweza ukawa na pesa ndani, lakini amani ikawa haipo, pesa zako, chakula chako kisiwe na faida kwako wewe. Kwa hiyo Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kuzungumzia amani kwa sababu ndiyo msingi wa maendeleo na harakati ya kila kitu. Sio hayo tu Mtume alizungumza. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amefukuzwa Maka, amekimbilia Madina. Alipofika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa miaka 6 tu bila ya kwenda Maka tena.
Katika mwaka wa 6 Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia sahaba zake kwamba twendeni Maka tukafanye umra. Sisi tumeondoka Maka muda mrefu, turudini Maka tukafanye umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya akaungwa mkono na sahaba wake. Watu wakaondoka kutoka Madina kuelekea Maka. Mpaka walipofika kwenye sehemu ambayo inaitwa Hudaibiyah, Makuraishi wa Maka wakawa wamepata taarifa kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoka na jeshi lake anakuja Maka. Kwa hiyo tokeni vijana wawili, nendeni mkazungumze na Muhammad, mwambieni Muhammad kwamba haruhusiwi kuingia Maka. Yeye alikimbia Maka mwenyewe, leo anakuja kwa njia nyingine aingie. Mwambieni haruhusiwi kuingia Maka. Ni kweli pale mazungumzo yakawa yanapita kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wajumbe waliotumwa na Makuraishi. Mazungumzo ambayo yalipelekea kuandikwa baadhi ya mikataba ya pande mbili, watu wa Maka na Waislamu waliokuweko Madina. Lakini mazungumzo yale yaliegemea zaidi kuwabeba watu wa Maka kuliko kuwabeba Waislamu. Miongoni mwa masharti waliokubaliana siku hile kwamba rudini, nendeni zenu Madina mkakae huko, basi mkakae mpaka mwaka ujao ndio mje tena kufanya umra hapa Maka, lakini mwaka huu hamruhusiwi kuingia Maka. Wazee wamesema hakuna kuingia. Jambo la pili, andikeni hapa kwamba yoyote atakayesilimu katika makafiri wa Maka kuja Madina, Muhammad siku hiyo mfukuze arudi zake Maka. Na yoyote ambaye atartadi katika Waislamu akakimbilia Maka, watu wa Maka wasimfukuze, wampokee kama kijana wao. Umeona hali ilivyo nzito. Mtu akitoka Madina akakimbilia Maka kwamba hautaki Uislamu, watu wa Maka wampokee, waishi naye kwa upendo. Lakini kafiri atakapotoka Maka kwenda Madina kusilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amfurumishe, amtoe mbio, rudi zako kwa Maka. Na yalitokea hayo, tutakuja yaeleza. Ala kulli hal, mkataba huu ulikuwa ukiwanyonya zaidi Waislamu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kipengele kinachofikiwa yeye awaambia maswahaba wake, andikeni hicho. Kina Umar amwambia, ya Rasulullah, alasta anta rasula haq, wewe sio mtume wa kweli kwani? Au hii dini sio dini ya kweli? Kwa nini tuwawanyonge kwa makafiri hivi? Kila unalolisema wao, wewe wasema andika. Kila unalosema wasema andika. Mbona tuwawanyonge hivi? Mtume anambia, mjui nyinyi, andikeni jamani. Omari asema hapana bwana, mtume watutia hasira zaidi. Tuandikaje mambo kama haya? Maswahaba wanaenda wanaandika huku wananungunika. Kikaja kipengele chengine, makafiri wale wanasema, hebu tuusome huu mkataba umeandikwaje. Mwanzo wa mkataba ukawa umeandikwa, mimma wafaka Muhammadun Rasulullah ma Quraishi Makkah. Haya ni makubaliano kati ya Muhammad mtume wa Allah pamoja na Makuraishi wa Makkah. Wale mabwana wakasema hiki kipengele kifutwe hiki. Kama sisi tungelijua wewe Muhammad ni mtume, tusengekaa hapa kujadiliana, tungekufuata. Lakini mpaka tumekuja hapa sisi hatukutambui wewe kama ni mtume. Futa neno Rasulullah, futa hilo. Andika mimma wafaka Muhammad bin Abdullah. Andika kwa yale yaliyowafikiwana na Muhammad ibn Abdullah pamoja na Makuraishi, lakini rasuli ondoa kwenye kipengele hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali, futa hiyo neno Rasulullah. Ali amwambia, mimi nifute Rasulullah? Mimi sifuti mtume. Ya Ali, imsah. Ali, futa. Ali asema, mimi sifuti. Wewe ni mtume wa Allah, leo mimi nikafuta neno Rasulullah? Sifuti ya Rasulullah. Mtume amwambia Ali, ni wapi kwani? Hebu nionyesheni ni wapi. Mtume alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Ni wapi? Ambwa ni hapa, ambwa futa hapa, futa. Pakafutwa pale. Yakaandikwa vile wanavyotaka makafiri. Hebu angalia mafunzo ya vitendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyowafundisha Waislamu namna ya kulinda amani popote. Pale ilikuwa ni tamko moja tu alitoe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi na masharti yenu hatukubaliani na sisi tutaingia Maka kwa nguvu lolote na liwe. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba wake, msiwe na wasiwasi, sisi tufanyeni vile wanavyotaka.
na sisi Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na sisi. Na kweli yaliandikwa karibia masharti zaidi ya 10, lakini yote yakiwanyonya Waislamu na yakiwapendelea makafiri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya makubaliano yale akawaambia maswahaba zake, sasa haya jamani, kama tulivyoona kwenye masharti tuliokubaliana na wenzetu hawa, leo tusiendeni tena Maka, mwaka huu tusiendeni Maka, sisi turudini Madina tukaendelee na shughuli zetu. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa ameandaa mnyama wake kuchinja Maka, atwendi Maka tena, tuchinjeni hapa hapa. Yule ambaye ilikuwa ameandaa kinyozi wake amnyoe, hatwendi tena Maka, nyoeni hapa hapa. Kila wakiambiwa maswahaba wako kimya, hakuna anonyoa, hakuna anochinja. Wamekasirishwa na yale masharti magumu ambayo yanawanyongesha Waislamu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia chinjeni jamani, watu kimya. Mwisho akaingia kwenye hema la mke wake Ummu Salama. Kufika amwambia mke wake, huko nje watu wangu huko nje leo walivyosimama siwaelewi kutokana na haya masharti ambayo tumeingiliana na Makuraishi. Amwambia mumewe, sasa umepanga lipi? Mtume anamwambia sijui nifanye nini, maana hakuna anochinja, hakuna anonyoa. Mke yule akamwambia mumewe kwamba wewe toka nje, shika mnyama wako, tafuta kinyozi wako, chinja mnyama, tafuta kinyozi ya kunyoe. Ukifanya hivyo huenda Allah akaleta kheri na wao wakanyoa. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotoka nje ya hema la mkewe Ummu Salama, akachinja mnyama wake kama ishara kwamba umra imekwisha pale. Baada ya hapo akatafuta kinyozi akanyolewa. Alivyofanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale maswahaba wote nao kila mmoja akachinja mnyama wake naye kama Mtume, na kila mmoja akatafuta kinyozi akamnyoa au akampunguza. Habari ikawa imeishia hapo, kwa kuichunga amani na kuchunga damu za watu zisimwagike. Uislamu siku zote unahifadhi mali katika mashari, katika makasidi tashrii, kuchunga uhai wa watu na kuchunga mali za watu zisiharibiwe. Na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyochukua jukumu lile. Baada ya pale watu wakarudi zao Madina, hawakwenda tena. Lakini kufika njiani, Allah tabaraka wa taala akamteremshia mtume wetu aya ya kumuelezea tukio lile alilolifanya kwamba sio unyonge. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala baina dhalika fathan qariba. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba uliota ndoto wewe siku moja kwamba unaingia Maka. Tena utaingia Maka ukiwa na amani, bila ya kuharibu mali za watu, bila ya kuharibu nafsi za watu na kuua roho za watu. Basi Allah anakuthibitishia kwamba ndoto yako ni ndoto ya kweli. La tadkhulunna almasjid alharama insha Allahu aminin. Mtaingia msikiti wa Maka mkiwa na amani, hamtoingia kwa vita. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, mtanyoa vichwa vyenu na mtapunguza. La takhafuna, msiogope. Fa'alima ma lam ta'lamu, na Allah anayajua yale ambayo nyinyi hamyajui. Mlikasirika sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kila sharti analikubali, nyinyi mlikasirika sana, lakini Allah alijua zaidi kuliko nyinyi mnavyojua. Bali Allah alimpa ilhamu mtume wake awe na utulivu na upole, kwa sababu yanokuja mbele yanafurahisha. Na ndivyo ilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa kwanza, mwaka wa 6 ule alizuiwa, mwaka wa 7 ulipita, mwaka wa 8 alikwenda ingia mji wa Maka na akaukomboa, ukawa salama, uko chini ya dola ya Kiislamu. Lakini yote hayo ameyafuata kwa njia ya amani na utulivu. Waweza ukawa na mahitaji yako, waweza ukawa na maombi yako, lakini ukashindwa kupewa kwa sababu ya njia unayoitumia sio sahihi. Waweza kweli uko kwenye usahihi wa kuomba kitu na kutaka kitu upewe, lakini njia mkao ni mbaya mnazozitumia. Uislamu hautufundishi kutumia njia mbaya kudai yale tunayoyataka. Na mifano tunayo mingi yanotokea kwenye nchi yetu na yaliyotokea kwenye nchi yetu. Oktoba 29 nyote ni mashahidi. Haijapo itokea vile
kwa kiasi kile, pamoja yalitokea mfano wa yale huko nyuma. Lakini mashekhe tulisimama kwenye mimbari hizi tukiwatahadharisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwamba jamani, amani ndiyo msingi wa maendeleo yote ya binadamu. Hata dini yetu sisi Waislamu, nikizungumzia kwa upande wa Waislamu sasa, hata dini yetu ya Uislamu inatufundisha kwamba sisi tusimamie amani kwa sababu ndio msingi wa kila kitu. Hata madai yetu tuyadai kwa njia za amani. Nitawapa mfano kwamba jambo hili tulilifanya kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma wakati wa utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete, Waislamu walidai mahakama ya kadhi. Waislamu walidai kujiunga na OIC. Na wakati huo waziri wa mambo ya nje alikuwa ni Bernard Membe. Serikali ilimtuma Membe afanye research kwenye nchi ambazo zimejiunga na OIC, kuna madhara gani na kuna faida gani nchi hizo, ili serikali hiruhusu Tanzania kujiunga na OIC. Bernard Membe alifanya kazi hile, akarudisha majawabu serikalini kwamba tumejiridhisha kwamba nchi zote ambazo zimejiunga na OIC, hata ambazo sio za Kiislamu, hata zile ambazo sio za Kiislamu, tulizofanya research tumekuta kwamba shirika hili linasaidia nchi zile na wananchi wa nchi zile bila ya ubaguzi, bali na serikali za nchi hizo zinanufaika zaidi kwenye mikopo isiyokuwa na riba kupitia taasisi hii au shirika hili. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tumeridhika kwamba Tanzania yaweze kujiunga na OIC. Serikali ilifikia hatua hiyo kwamba imeridhika. Mswada ule ukapelekwa bungeni, lakini wale wenye umri wangu mtakuwa ni mashahidi yaliyotokea bungeni na nje ya bunge. Yaliyotokea ndani ya bunge ilikuwa ni kuligawanya bunge katika itikadi za kidini, na yalitokea nje ya bunge nayo yalikuwa ni vile vile kuwagawanya Watanzania katika itikadi za kidini. Waislamu tulivyoona hali imekuwa vile, hasa kutoka kwa wasiokuwa Waislamu, ndio walioshupalia sana, kana kwamba wao ndio serikali. Serikali yasema hatuna hofu katika research yetu, lakini wasiokuwa Waislamu ndio waliokuwa na hofu, na kelele nyingi zilipigwa. Lakini kwa kuwa Waislamu tumejifunza kupitia mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyataka na kudai yale tunayoyadai kwa njia ya amani, hatukuamrishana watu kuandamana kipindi kile. Hatukuamrishana kipindi kile kwenda kuchoma sheli za watu. Hatukuamrishana kipindi kile kwenda kuua watu. Hatukuamrishana kipindi kile kwenda kuchoma miundombinu ya serikali, kwa sababu Waislamu tunajua dini yetu ni dini ya amani, na hata kile tunachokidai tunatakiwa tukidai kwa njia ya haki. Niwe mkweli, hakuna kipindi Waislamu walioishi kwenye dhiki kama awamu ya 5. Lazima niwe mkweli. Waislamu waliishi na hofu kubwa sana, lakini Waislamu hawakuhimizana kufanya vurugu nchi hii, bali sisi tulikuwa twamlilia Mungu usiku kwamba Allah tabaraka wa taala utaturahisishia nini kwenye awamu hii tupate afueni. Ndio tulikuwa tukimlilia Allah, lakini hatukuamrishana kwamba nendeni mkavunje hivi kwa sababu tuna madai haya, nendeni. Jamani, dini yetu haiamrishi hivyo. Kama wataka hivyo, toka kwenye Uislamu nenda kafanye vurugu hizo, lakini Uislamu haujaamrisha mtu kufanya vurugu hata kwa madai yake. Kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidai haki yake ya kwenda kuabudu Maka, na haki yake ilizuiwa, na alilinda amani wakati ule. Wewe na mimi ni nani? Wewe na mimi ni nani tusotumia njia sahihi za kulinda mali za watu na kulinda uhai wa watu? Leo kuna vijana wengi wameuawa kwa sababu ya mambo wasioyajua. Watu wengi wamepoteza mali zao kwa sababu ya mambo wasioyajua nyuma ya pazia kuna nini. Haya maneno mtakuja yakumbuka. Dini yetu ina misingi thabiti.
Sisi hatuendeshwi na mihamko Waislamu. Waislamu hata tukichukizwa, tunatakiwa tuangalie kitabu chetu kinazungumzia nini. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha nini? Hivi ndio tunavyotakiwa Waislamu tuhukumu, lakini sio mihamko na kufuata mikumbo. Ndugu zangu, amani mliokuwa nayo ni amani ambayo mtakuja itafuta usiku na mchana msiipate. Siku zote kujenga ni kuzito kuliko kubomoa, siku zote. Kwa hiyo amani ndiyo kila kitu. Tumwangalie mtume wa Allah tabaraka wa taala Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambaye mtume huyu katika kipawa alichopewa na Allah anakubalika na mataifa yote. Waislamu wanamkubali Ibrahim, Mayahudi wanamkubali Ibrahim, na Manaswara nao wanamkubali Ibrahim. Lakini angalia namna alivyoomba haki yake ya kuabudu. Akamwambia Allah tabaraka wa taala, Rabbi ja'al hadha albalada aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Ibrahimu alimwomba Allah tabaraka wa taala amani ya pale alipo kabla hata ya kuomba riziki kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Anamwambia, ewe Mola wangu, ninakuomba ufanye mji huu wa Maka uwe na amani. Warzuqu ahlahu min ath-thamarati, kisha baada ya amani iliyokuwepo wafanyie watu wake wawe na riziki nzuri hapa. Kwanza amani kabla ya riziki. Maana yake uwezo ukawa na kijikazi chako cha kudanganya danganya ukasema tutaishi tu, ikitoweka amani hiyo tena hamna. Ukipoteza umepoteza, na kudrafti tena kutafuta kiduka kutafuta nini ukiweke tena baada ya mvurugiko, hiyo ni ngumu. Tulindeni amani, kwa sababu mitume wote kwanza walitaka amani kabla hata ya chakula, kwa sababu waweza ukawa na chakula amani haipo, huwezi kukila chakula chako. Na tunaona katika miji tofauti. Leo tuna mfano wa karibu kabisa. Lockdown iliyowekwa mji wa Dar es Salaam Oktoba 29. Lockdown mji wa Mwanza, Mbeya, Arusha siku 5 tu. Siku 5 tu. Lakini watu waliona kama ni mwaka. Yale yalikuwa ni majaribio Allah tabaraka wa taala atuonyesha. Sina maana kwamba watu hawana haki zao wanazozililia. Sina maana hiyo. Haki zipo. Hata sisi Waislamu tuna haki zetu tumenyimwa muda mrefu. Lakini sisi tuamlilia Allah na kuchukua njia nzuri za kufuatilia hivyo. Sio kuharibu mali za watu, sio kuwaingiza watu kwenda kuandamana ili wauawe. Hizo sisi Waislamu twasema hamna kwenye dini hiyo. Uislamu haujafanya hivyo, haujaamrisha hivyo. Lakini la pili, Ibrahimu alayhi salatu wasalam alitaka amani kwa Allah tabaraka wa taala kabla ya haki ya kuabudu. Angalia katika surati Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ewe Allah, nijalie au jalia mji huu uwe na amani, alafu niepushe mimi na familia yangu tusiabudu masanamu. Maana yake ibada inakuja baada ya amani. Kukiwa hakuna amani, hatuswali hivi wala hatusikizani hivi. Haya yote yanakuja kwa sababu kumetangulia amani. Ikiondoka hii, hamwezi kuswali hapa. Kwanza utakumbuka swala wakati mzinga umelia hapo nyuma kwako, askari wamevamia hapo, utaswali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Uislamu unatufundisha hivyo. Na wala hatukashifu kwamba kuna watu wanadai haki zao. Hatukashifu. Haki kweli, hamwezi kuwa duniani alafu ikawa yote yatafanyika. Haiwezekani. Kuna mengine kweli serikali zetu zinakosea. Kama ilivyokosea serikali yetu kuwasikiza wasiokuwa Waislamu wakatunyima OIC na mahakama ya kadhi. Ilikosea serikali kusikia upande mmoja wakati ishafanya research. Lakini Waislamu hatukuamrishwa eti kwa kuwa serikali ilitukosea hivyo sisi tuhamasishane kwenda kuvunja majengo ya serikali, tuhamasishane kwenda kuvunja maduka eti kwa sababu serikali ilitukosea. Hatusemi hivyo. Sisi tutaendelea kuomba haki zetu kwa serikali kwa njia ya utiifu na njia ya amani, na Allah inshallah atatujalia hilo kwa amani na utulivu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
wa huwa al-barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, nchi hii imejengwa katika misingi ya amani. Nchi hii hata ukiangalia historia yake ya kupata uhuru kwake, ilipata uhuru kwa njia za amani, na naweza kusema bila kupapasa, kwa sababu majority wengi waliodai uhuru walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo walitumia dini yao inavyoelekeza. Ndio maana Tanzania au Tanganyika ilipata uhuru kwa njia ya amani, kwa sababu dini yetu inaamrisha hivyo. Nchi yetu au dini yetu inaamrisha hivyo, kutokuwa na jaziba na hasira pale ambapo itakuwa kuna njia ya kufikia kwa maelewano. Uislamu hautuamrishi hivyo. Kwa hiyo kutokea Mwalimu Nyerere, amekuja Ali Hassan Mwinyi, amekuja Benjamin Mkapa, amekuja Jakaya Mrisho Kikwete, amekuja John Magufuli, amekuja Samia Suluhu Hassani. Sio kwamba hapo katikati hakukuwa na misuguano au serikali hizo zilizopita zote zilifanya vizuri kwa Watanzania. Hapana. Kama nchi hii watu ni kufanya vurugu, wangefanya wakati wa Nyerere. Kama nchi hii watu ni kufanya vurugu, wangefanya wakati wa Nyerere. Mimi nimeona tawala zote hizo kwa umri wangu. Pamoja Nyerere nilikuta mwisho sana, lakini nilikuwa na akili naona, kwa sababu kinaambia matukio ambayo niliyaona kwa macho yangu wakati wa Julius Kambarage Nyerere, na kuhadithia na nimeyaona. Sisi kipindi hicho, nyinyi watoto wa 2000 labda mtojua, ndio maana mwadaiwa sana, ndio maana mnapodanganywa mwadanganyika sana, kwa sababu mmeona tawala labda ya Kikwete na kuja huku mbele. Lakini sisi tuliona zote, twajua kuna nini kwenye nchi hii. Wakati Julius Kambarage Nyerere yuko kwenye utawala wa karibia miaka 24, ametawala nchi hii karibia miaka 24, hali ya kiuchumi Tanzania ilikuwa mbaya, haijawahi kutokea, na sidhani kama itatokea. Ndio kipindi ambacho naweza kusema ndio kipindi kibaya kuliko awamu zote. Naweza kusema hivyo kwa sababu niliishi. Kwa nini nisiseme ndio awamu iliyokuwa mbaya? Wakati ilikuwa kilo moja ya unga wapangajiwe leo Ijumaa, unga utakuja Jumatano, kilo moja ya unga kwenye duka la ushirika. Nyinyi vijana 2000 mshawahi kuyaona hayo kwenye nchi tokea mzaliwe? Sabuni za kuogea na kufulia hakuna. Sisi kule kwetu tulikuwa na mti unaitwa mwarita, ndio ambao tulikuwa twafulia mashati yetu ya shule na kaptula zetu. Ili shati lako lifuliwe na kaptula yako ifuliwe, uende porini ukatafute arita, yale maganda yake ndio ufanye yatoe povu, ndio ufue. Tushawahi kufikia kwenye nchi hii wakati huu, nyinyi vijana wa 2000? Dawa ya mswaki hakuna, na ukishikwa nayo wewe ni mhujumu uchumi. Dawa za mswaki. Sisi tumeenda shule peku bila malapa, na shule ziko mbali, na waenda na jua kali. Ikaja wazo la watu kuvaa makatapila yale. Haya magurudumu ya gari haya ndio ikawa ni matairi yanachongwa yanakuwa malapa, ndio tunaovaa twende ya shule. Na mtu pia kule shule wayashika ili usiibiwe, maana ukibiwa upati hela hizo ziko wapi? Tuliishi hivyo. Niambie ni awamu gani ya Ali Hassan Mwinyi haikuwa hivyo? Ya Mkapa haikuwa hivyo? Ya Kikwete haikuwa hivyo? Ya Magufuli haikuwa hivyo? Ya Samia haikuwa hivyo? Lakini tuliishi na mshikamano wetu na amani yetu, kwa sababu tulijua hiki ni kipindi kitapita. Huenda Allah akatuletea mtawala mwingine ambaye atakuwa na maono mazuri ya kujaokoa watu kwenye lindi la umaskini hili. Na kweli tulivumilia miaka 24 ya utawala wa Nyerere. Ndio kipindi naweza kusema kwa Tanzania kigumu kuliko chochote, bali mashirika ya kimataifa yote yalifumbia macho Tanzania.
mashirika ya nini yote yalifumbia macho Tanzania. Tanzania ilikuwa na Nyerere, Nyerere na Tanzania. Mtakula kile ambacho mnalima, basi hakuna kinachotoka nje. Lakini hatukufanya vurugu hizi leo tunazozifanya kwamba tunataka haki zetu. Ni kweli tuweza kuwa tunataka haki zetu, mbona haki twavunja haki za wengine? Wewe leo wataka haki yako, lakini wenda choma gari ya mtu mwingine. Yule sio haki yake kununua gari. Wewe wadai haki yako, lakini wenda choma sheli ya mtu mwingine. Yeye hana haki ya kumiliki sheli. Haki yako isivunje haki ya mwingine. Ili wewe uwe ni muombaji wa haki na mtakaji wa haki, haki yako isipelekee kuvunja haki ya mwingine. Dai haki yako kwa njia nzuri, na yule mwenye haki yake mwachie na haki yake. Kwa hiyo nchi yetu imefikia sehemu ambayo kama hatutokuwa makini na kusema ukweli, basi vijana wengi wataharibikiwa, lakini na nchi yetu itaingia sehemu mbaya. Alafu huko mbele sasa ujenzi utakuja kuwa ni mbaya. Hii nchi imejengwa kwenye misingi hii ya amani tokea kipindi hicho cha Mwalimu Nyerere mpaka tunaendelea hivi. Leo waweza ukamkuta huyu Muislamu anaishi nyumba moja na asiokuwa Muislamu, yule asiokuwa Muislamu anaishi na Muislamu kwenye nyumba yake, makazini hivyo hivyo, mashule ni hivyo hivyo. Hili nafikiri ni jambo zuri sisi wa Tanzania kulishapilia hili na kulipigia upatu kwamba watu waishi hivi. Lakini kukiwa na viashiria kwamba kwenye nchi hii kuna baadhi ya madhehebu ya dini yao ni high class kuliko madhehebu mengine, hivi sio viashiria vizuri, kwa sababu mtaamsha ambayo yamelala. Kuna mengi Waislamu wameyafinika yamelala, msiyaamshe mkawafanya Waislamu ni daraja la pili, msifikie huko. Kama mwadai haki zenu, daieni kivyenu vyenu, lakini msilete utenganifu katika nchi yetu hii ambayo imejengwa kwa gharama kubwa kwenye misingi ya amani. Ndugu zangu katika imani, Waislamu hasa nyinyi, kitabu chetu hakituamrishi kufanya vurugu kwa watawala. Dini yetu haitufundishi kuchoma na kuharibu mali za watu na kuua watu wengine wasiokuwa na hatia. Dini yetu haitufanyi hivyo. Kama utakafanya kufanya hivyo, ritadi leo toka kwenye Uislamu kafanya mambo yako ya vurugu. Lakini Uislamu uko mbali na wewe. Uislamu haujatuamrisha hivyo. Uislamu ni dini ya amani, ya upendo. Uislamu unampenda Muislamu na asiokuwa Muislamu, maadamu anaishi hana madhara na Uislamu. Tumetakiwa tuwe hivyo. Uislamu sio dini ya kuwachukia wengine wasiokuwa Waislamu kama hawana madhara na Uislamu. Kwa hiyo sisi tumejengewa kwenye misingi hiyo. Tuishini Tanzania kama ndugu. Hizi tofauti ya dini zetu zibakie kila mmoja na mambo yake. Mwenyezi Mungu ndiye anojua zaidi. Lakini tusifikie wakati kuharibu nchi yetu kwa sababu eti twadai haki. Haki hiyo ya vipi wakati watu wanakwenda vunja maduka ya watu? Hiyo sio haki, hiyo ni vurugu. Lazima tuwe wa kweli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ridha an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib وجميع صحابة والتابعين وتابعي لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.